Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ametangaza rasmi azma ya kuongeza silaha zaidi za nyuklia kwa nchi yake pamoja na kuiongezea makombora yake uwezo wa kufika masafa marefu zaidi. Ujumbe uliotafsiriwa kama salamu moja kwa moja kwa Marekani kutoka Pyongyang. Hii ni TriGen Media na mimi ni Edith Peter. Akizungumza katika mkutano mkuu wa chama tawala wa kila baada ya miaka 5 uliofanyika katika mji wa Pyongyang, Kim amesema kuwa Marekani na Korea Kaskazini zinaweza kuishi kwa maelewano, lakini tu iwapo serikali ya Marekani itakubali kuwa silaha za nyuklia za Korea Kaskazini zipo na zitaendelea kuwepo. Katika taarifa iliyotolewa na shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini KCNA, Kim amesema ikiwa Marekani itaheshimu msimamo wa sasa wa Korea Kaskazini kuhusu nyuklia kama ulivyoainishwa katika katiba na kuacha sera yake ya uadui, hakuna sababu ya Korea Kaskazini kushindwa kuishi vizuri na Marekani. Aliongeza kuwa mustakabali wa uhusiano kati ya Marekani na Korea Kaskazini unategemeana kikamilifu mtazamo wa Marekani na kwamba wapo tayari kuishi kwa amani au kwa vinginevyo itakavyokuwa. Kauli iliyotafsiriwa kama jeuri ya juu kutoka kwa Kim inayotazamwa pia na wachambuzi kama ishara ya kuacha mlango wazi kwa mazungumzo na rais wa Marekani wa sasa Donald Trump kwa kurejea historia ya mikutano ya ana kwa ana iliyowahi kufanyika kati ya viongozi wa mataifa hayo mawili mwaka 2018 na mwaka 2019 mjini Singapore na Hanoi. Hata hivyo, Kim amefunga kabisa mlango wa majadiliano kama hayo kwa jirani yake Korea Kusini, akiitaja nchi hiyo kama adui mwenye uhasama mkubwa zaidi na kusema ataiondoa milele katika orodha ya ndugu wa taifa moja, kauli ambayo ni pigo kubwa kwa juhudi za maridhiano ya kikanda. Korea Kaskazini imekuwa ikiendeleza mpango wake wa nyuklia tangu miaka 1990, ikijiondoa rasmi katika mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia NPT mwaka 2003. Tangu hapo imefanya majaribio kadhaa ya mabomu ya nyuklia na makombora ya masafa marefu ICBM yanayodaiwa kuwa na uwezo wa kufika bara la Marekani. Kwa muda mrefu Marekani imekuwa ikisisitiza kuharibiwa kwa silaha za nyuklia za Korea Kaskazini na kuitaka nchi hiyo kuachana kabisa na silaha za nyuklia kabla ya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi na kuiongezea vikwazo vizito kupitia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa vinavyolenga kudhoofisha sekta ya makaa ya mawe, mafuta, fedha na biashara ya kimataifa. Msimamo huu wa Korea Kaskazini ni ujumbe kwa nchi hiyo kutaka kutambuliwa kama nguvu halali ya nyuklia badala ya kulazimishwa kuachana nayo. Swali kubwa ni je, Marekani itakubali? Na ikikataa, nini kitatokea? Ni swala la muda. Na hii ni TriGen Media. Mimi ni Edith Peter.